Makala ya Majilio, siku ya 24, siku ya mwisho kabisa ya Majilio, mchana wa mwisho kabla ya kuingia katika vijilia ya kuzaliwa Mwokozi. Kimya kinatimia, neno litakuwa mwili. Hizi ni dakika za Kristo ndani ya Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, leo tunafika siku ya 24 ya Majilio, siku ya mwisho ya safari ya kusubiri, siku inayosimama kama daraja kati ya Majilio na Krismasi, kati ya ahadi na utimilifu, kati ya kimya kirefu na wimbo wa malaika. Hii ni siku ya kuweka kila kitu kando, kupunguza kasi ya maisha, anavyonadi Padri Felix Kilonzo Munyao wa shirika la kimisionari la Roho Mtakatifu, na kuingia kwa makusudi katika utulivu mtakatifu unaotutangulia mkesha wa kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Majilio yote yamekuwa safari ya ndani, safari ya kuamka, safari ya kutubu, safari ya kusikiliza na safari ya kutengeneza njia ya Bwana ndani ya mioyo yetu. Leo safari hii inafikia kilele chake. Hatuhesabu tena siku, tunangojea saa kuu. Tunangoja usiku ambapo kanisa litakesha, nuru zitawashwa gizani na neno la milele litajifanya mwili. Masomo ya leo yanatukusanya pamoja, yakituonyesha kwa uzito na upole mmoja. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, na wokovu huingia duniani kupitia unyenyekevu, imani na ndio ya moyo unaojitoa. Katika somo la kwanza kutoka katika Samueli wa pili, tunasikia Bwana akimwahidi Mfalme Daudi, nyumba yako na ufalme wako vitadumu milele mbele yangu. Hii si ahadi ya siasa wala nguvu za kidunia, ni ahadi ya wokovu. Mungu anaweka msingi wa ukoo ambao ndani yake Kristo atazaliwa. Kiti cha enzi kinachozungumziwa hapa si cha dhahabu, ni msalaba. Na ufalme unaoahidiwa si wa muda, ni wa milele. Katika siku hii ya 24 ya Majilio, neno hili linatukumbusha kwa uzito. Mungu hasahau ahadi zake. Muda unaweza kupita, vizazi vinaweza kubadilika, lakini neno la Bwana husimama milele. Leo ahadi iliyotolewa kwa Daudi iko karibu sana kutimia katika mtoto atakayezaliwa Bethlehemu. Zaburi ya leo ni wimbo wa sifa kabla ya usiku mkuu. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Ni zaburi ya watu wanaokumbuka historia ya wokovu na kuona mkono wa Mungu ndani yake. Zaburi hii inatangaza kwamba agano la Mungu halitatikisika na fadhili zake hazina mwisho. Tunapoimba zaburi hii leo, ni kama mama kanisa anasimama mlangoni mwa Krismasi akisema, tunakukumbuka e Bwana, tumaini letu liko kwako, na sasa tuko tayari. Njoo Bwana, utuokoe. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatufikisha katika kina cha fumbo la imani. Sasa limefunuliwa fumbo lililofichwa tangu milele. Kristo anayekuja si tukio la ghafla, bali ni kilele cha mpango wa Mungu uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Ni Mwokozi wa wote, Wayahudi na mataifa, maskini na matajiri, wenye nguvu na walio dhaifu. Majilio yanatufikisha hapa, katika mshangao wa neema, katika unyenyekevu wa kupokea zawadi isiyostahiliwa, katika utii wa imani. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka tunasema,
Hapa ndipo tunasimama kimya kabisa. Malaika Gabrieli anamtokea Bikira Maria na kutamka maneno yanayobadili historia. Utachukua mimba, utamzaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu. Hakuna makelele, hakuna sherehe. Kuna chumba kidogo cha Nazareti, moyo wa bikira na Mungu anayegonga mlango wa uhuru wa mwanadamu. Jibu la Maria linaangazia siku hii yote. Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, iwe kwangu kama ulivyosema. Hii ndiyo ya Majilio, ndiyo inayoruhusu mbingu zifunguke, ndiyo inayofanya neno kuwa mwili, na ndiyo inayotutangulia sisi zote katika mkesha wa Krismasi. Mpendwa msikilizaji, leo ni siku ya mwisho kabla ya mkesha wa kuzaliwa kwa Kristo. Kimya cha Majilio hakimaanishi kutokuwepo kwa Mungu. Ni ishara kwamba Mungu yuko karibu sana. Masomo ya leo yanatufundisha Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake. Wokovu huja kwa unyenyekevu, si kwa makelele. Ndiyo moja ya imani inaweza kubadilisha historia. Kabla Yesu hajazaliwa Bethlehemu, anazaliwa kwanza katika ndio ya Maria, na kabla ya kuzaliwa katika madhabahu ya kanisa, anataka kuzaliwa katika mioyo yetu. Majilio yanatimia mchana huu. Usiku wa leo kanisa litakesha. Leo kanisa linanyamaza. Tukae katika utulivu wa moyo, tufungue nafasi ya Mungu na tumruhusu Mwokozi aje, si tu katika historia bali katika maisha yetu. Tuombe. Mungu mwaminifu, katika siku hii ya mwisho ya Majilio, tunakuja mbele zako kwa moyo unaosubiri na kuamini. Tunakushukuru kwa safari yote ya Majilio, kwa neno linalotufundisha, kwa kimya kilichotutakasa, na kwa tumaini lililotuongoza. Tufundishe kusema ndiyo kama Maria. Tujalie unyenyekevu wa kupokea mapenzi yako na mioyo safi ya kumpokea Mwokozi. Tunapoingia katika mkesha wa kuzaliwa kwa Kristo, tujaze amani, furaha na imani isiyoterereka. Tunakuomba haya kwa njia ya Yesu Kristo anayekuja kuokoa ulimwengu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, nikutakie mkesha mtakatifu, maandalizi mema ya Krismasi na furaha ya kweli ya kumpokea Kristo anayekuja. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba, nikikuletea makala haya maalum ya dakika za Kristo. Kumbuka tulianza mnamo tarehe 1 Disemba, na leo hii tunahitimisha siku ya 24 ya Majilio, tukisubiri tarehe 25 ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, yani siku kuu, yani Krismasi. Bwana awe nanyi daima. Niwatakie siku njema. Bye bye. Njoo Bwana utuokoe.